Hujambo, mimi ni Awadh Rashidi. Katibu mkuu wa muungano wa kujihami wa nchi za magharibi NATO Mark Rutte amesema watu wa Uingereza watalazimika kujifunza lugha ya Kirusi endapo Uingereza itashindwa kutekeleza mpango wa waziri mkuu Keir Starmer wa kuongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya ulinzi kutokana na tisho la Urusi kuanzisha vita dhidi ya muungano huo. Wiki iliyopita Starmer alifichua hadharani mpango wake wa ulinzi ambapo aliahidi kuwekeza mabilioni ya dola katika viwanda vya silaha, ndege zisizo na rubani na manuari za kivita ili kulifanya taifa hilo kuwa chonjo kwa vita dhidi ya Urusi. Sera ya London daima itakuwa NATO kwanza, Starmer alisema, na kuahidi kuongeza bajeti ya ulinzi hadi 3% ya pato la taifa la nchi ya Uingereza. Akizungumza huko London, katibu mkuu wa NATO alisema amefurahishwa sana na mipango ya ulinzi ya Starmer. Ikiwa tutashindwa kuongeza bajeti zetu katika ulinzi kwa angalau 5% au 3.5% ya pato la taifa, basi tuanze kujifunza kuzungumza Kirusi, katibu mkuu huyo wa NATO alisema, na kuongeza kuwa Urusi inajiandaa kushambulia nchi za NATO ndani ya miaka 5 ijayo. Aina mpya ya makombora Urusi yanasafiri kwa haraka mno kuliko hata sauti, na kupiga miji mikubwa ya Ulaya ni kitendo cha dakika moja tu. Kwa hiyo kwa sasa hakuna tena cha mashariki na magharibi, sote sisi ni NATO. Mara kwa mara rais wa Urusi Vladimir Putin alikashifu madai ya nchi za Ulaya kuwa Urusi inapanga kuzivamia, madai yaliyoyataja kama ya upuuzi ambayo yanalenga tu kutoa silaha kwa Ukraine. Uhusiano baina ya London na Moscow ulikuwa mbaya hata kabla ya mzozo wa Ukraine kuibuka, huku siku ya Jumatatu waziri mkuu Sergei Lavrov akisema Uingereza ilisaidia Ukraine kwa 100% kuendesha vitendo vya kigaidi dhidi ya Urusi hivi karibuni. Na wakati hayo akijiri, seneta wa Alabama Tom Tuberville amesema kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafahamu vyema hawezi kushinda Urusi, hivyo kwa sasa anafanya juu chini kuingiza muungano wa kujihami wa nchi za magharibi NATO katika mzozo huo, akionya kuwa hilo linaweza kuingiza dunia katika vita vya tatu. Akizungumza na redio moja huko Alabama, seneta huyo amesema mzozo wa Moscow na Kiev uko mbioni kusambaa hadi mataifa mengine na uwezekano ni mkubwa kulihusisha jeshi la Marekani. Hakuna shaka Zelensky anajaribu kuingiza NATO katika mzozo huu. Anajua hawezi kushinda vita hivi peke yake na anajua tayari kuwa ameshashindwa. Huyu Zelensky ni dikteta uchwara ambaye amesababisha shida hizi na hataki kuandaa uchaguzi, maana anajua endapo akitaitisha uchaguzi angepoteza mapema sana. Seneta huyo alisema na kuongeza kuwa Zelensky badala ya kutafuta njia za kupunguza fujo, yeye anatafuta njia za kuzidisha fujo. Kuhusu mashambulizi ya Ukraine katika viwanja vya ndege vya Urusi hivi karibuni, Seneta Tuberville amesema Zelensky aliandaa shambulio hilo ili kuvuruga tu mchakato wa kuelekea siku za amani. Seneta Tuberville amesema dunia kwa sasa haihitaji vita na badala yake ametoa wito kwa Urusi, Ukraine, Marekani na Umoja wa Ulaya kuungana ili kumaliza mzozo huo na kuepusha dunia na vita vya tatu vya ulimwengu. Na tukielekea huko nchini Ufaransa, ni kuwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema watu wa Hungary hawana sababu yoyote ya kufa kwa ajili ya Ukraine, licha ya viongozi wa Ulaya kuonekana kutaka kuendeleza mzozo uliopo. Ninatoka kwenye nchi inayopakana na Ukraine ambayo wanasiasa wenye njaa ya vita wanaamini lazima tuingie vitani, lakini ninawaambia mara kwa mara vita hivi hatuwezi kushinda, Orban alisema katika mkutano wa hafidhina wa Ulaya uliofanyika huko Paris, Ufaransa. Amani lazima ijadiliwe na ni lazima wanadiplomasia wachukue nafasi za majenerali, kwa maana sisi hatutaki kufa kwa ajili ya Ukraine, hatutaki watoto wetu warudi kwenye majeneza, hatutaki Afghanistan nyingine jirani yetu, waziri mkuu huyo wa Hungary alisema. Hivi majuzi akihutubia katika makao makuu ya Umoja wa Ulaya huko Belgiji, Orban alihusuta umoja huo kwa kuteketeza mabilioni ya walipa kodi kwa kisingizio cha vita vya Ukraine. Mnamo mwezi Machi, rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen aliwasilisha pendekezo la kugharamia deni la euro bilioni 800 ili kukabiliana na kile alichosema kuwa ni tishio kutoka Moscow. Na wakati hayo akijiri, balozi wa Israeli mjini Kiev nchini Ukraine Mikhail Brodivishki amedai kuwa Israel imekuwa ikipeleka kimya kimya mifumo ulinzi wa anga ya Patriot iliyotengenezwa na Marekani nchini Ukraine. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu awali alisema serikali yake ilikuwa ikitoa tu msaada wa kibinadamu kwa watu wa Ukraine. Mifumo ya Patriot tuliopewa na Marekani sasa iko hapa Ukraine, balozi huyo alisema katika mahojiano na mwandishi mmoja wa habari wa Ukraine, na
na kuongeza, mifumo hii tuliitumia mwanzoni mwa miaka 90, tumeamua kuileta hapa. Kwa bahati mbaya hili halijazungumziwa sana. Kwa hivyo watu wanaposema Israel haijaisaidia kijeshi Ukraine, hiyo sio kweli. Alipoulizwa kuwa Israel ilikuwa ikituma silaha Ukraine kwa kupitia nyuma mgongo wa baadhi ya nchi, balozi huyo alisema hilo ni suala nyeti na halipaswi kujadiliwa hadharani. Awali ilisemekana Israel ilikuwa ikiogopa kupeleka silaha nchini Ukraine kwa kuogopa Urusi ambayo ilikuwa na kituo cha jeshi la majini na anga katika nchi jirani ya Syria, na badala yake Tel Aviv ilisisitiza kutaka kudumisha uhusiano mzuri na Ukraine pamoja na Urusi. Shirika la habari la Axios liliripoti mnamo mwezi Januari mwaka huu kuwa Marekani ilipeleka Israel takriban makombora 90 ya Patriot, lakini badala yake Israel iliyapeleka hadi Poland ili kutumwa nchini Ukraine. Mjumbe wa kudumu wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vasil Nebenzia ameonya mwaka jana kuwa Israel itawajibika kwa uamuzi wake wa kupeleka mifumo ya makombora Patriot nchini Ukraine. Na waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Arazov ametabiri kuwa Rais Vladimir Zelensky atajiuzulu na kuondoka Ukraine, na hiyo ni kutokana na juhudi za Marekani za kumuondoa madarakani kiongozi huyo Ukraine. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa Telegram, Arazov amesema uamuzi wa kumtoa madarakani Zelensky tayari umeshachukuliwa na Marekani na Washington imeridhia michakato yote ya kumuondoa rais huyo. Arazov ameongeza hata zaidi kuwa japo Zelensky anaungwa mkono na nchi za Ulaya, lakini hilo halitomsaidia mbele ya Marekani. Arazov ambaye alihudumu kama waziri mkuu chini ya serikali ya Rais Viktor Yanukovych amesema Zelensky muda si mrefu ataiona ikulu kwa paa na nafasi yake itachukuliwa na spika wa bunge ambaye atahudumu kama kaimu wa rais na kuanza ujenzi wa mazingira mapya ya kisiasa nchini Ukraine. Sidhani Zelensky atabakia Ukraine baada hili au ataomba ulinzi wa kumlinda, lakini sidhani kama hilo litazingatiwa. Kiukweli hatima maisha yake ya baadaye ni ya kuchanganya, Arazov alisema. Waziri mkuu huyo wa zamani amesema kukamatwa hivi karibuni kwa Leonard Mindich, mshirika wa kifedha wa Zelensky, na Andrei Yermak, katibu mkuu wa ofisi ya rais, ni sehemu ya juhudi za kumuondoa rais huyo ambaye alikuwa ni mchekeshaji zamani. Kwa mujibu wa Arazov, wendani hao wa Zelensky walikamatwa na ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa pamoja na ofisi ya mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na rushwa, taasisi ambazo amesema zote zimeundwa na Wamarekani, zina wafanyakazi wa Marekani na ambazo ripoti zake zinatolewa kwa Wamarekani pekee. Hii ni ishara kwamba mchakato wa kumuondoa Zelensky umeiva, Arazov alisema, na kuongeza, hata hivyo Zelensky hatajiuzulu kwa hiari bali atalazimishwa kujiuzulu. Hivi karibuni mdhibiti wa hesabu za serikali wa Marekani aliwasili nchini Ukraine kuchunguza matumizi ya fedha walipa kodi wa Marekani ambazo zilitolewa msaada kwa taifa hilo, hatua inayodaiwa kuwa ni maagizo kutoka ikulu ya Marekani. Urais wa Zelensky uliisha Mei 20 mwaka 2024 na mwenyewe amegoma kuitisha uchaguzi kwa madai ya sheria za kijeshi kuwa nchi iko vitani. Hata hivyo Urusi imesema Zelensky hana uhalali wa kuwa kiongozi wa Ukraine. Hata hivyo Urusi imesema itafanya mazungumzo na uongozi wa Ukraine, lakini hadhi ya Zelensky itakuwa kikwazo katika kusaini makubaliano ya amani, kwa kile ambacho Moscow imesema hati atakazozisaini Zelensky zinaweza kupingwa kihalali na mrithi wake atakapochaguliwa baadaye. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amependekeza makao makuu ya Umoja wa Mataifa yahamishwe kutoka New York nchini Marekani hadi mji wa Sochi nchini Urusi. Makao makuu ya Umoja wa Mataifa yamekuwa katikati mwa mji wa Manhattan huko New York toka mwaka 1951 baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Kwa mujibu wa Lavrov, kiongozi wa Usovieti Joseph Stalin alipendekeza makao makuu ya Umoja wa Mataifa yajengwe huko Sochi kabla ya kukubali pendekezo la rais wa Marekani Franklin Roosevelt aliyetaka makao makuu hayo yajengwe katika kisiwa cha Long na baadaye kujengwa katika eneo la Manhattan huko New York, Marekani. Hata na hivyo, Lavrov amekiri suala hilo kuwa gumu kutokana na mizizi iliyojichimbia taasisi hiyo ya kimataifa huko Marekani. Lavrov alikumbuka pendekezo hilo la Joseph Stalin baada ya mwaka 2019 Marekani kukataa visa kwa ujumbe wa kidiplomasia wa Urusi kushiriki mkutano wa Umoja wa Mataifa.